Ni mtazamaji wa CF Media, leo ni Jumatatu Novemba 24, 2025. Langu jina ni mimi Bethabia Bato. Mimi ni Jackson Wilson. Ikiwa tunakuangazia matukio ya wiki yaliyoweza kutokea kwa muda wa siku 7. Na katika matukio ambayo yametokea katika nchi ya Tanzania ni pamoja na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kuteua baraza la mawaziri. Mimi Jumaa Hamidu Aweso naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kuunda tume huru kuchunguza matukio yaliyotokea siku ya uchaguzi. Uundwaji wa tume huu ni kuendana na sheria yetu, sheria ya tume za uchunguzi ya mwaka 2023 sura ya 32. Ndio inanipa mamlaka kuunda tume mbalimbali za kufanya uchunguzi wa mambo mbalimbali ndani ya nchi yetu. Sasa kwenye hili lililotokea, nikaona kabla kuletewa tume za nje, tuwe na tume yetu wenyewe ndani ifanye kazi, na za nje zikija zitakuja kuzungumza na tume mwenzao ambao tayari walishaanza hiyo kazi. Mwili wa Mtanzania aliyeuawa na kundi la Hamas nchini Israeli ulirejeshwa nchini Tanzania. Na mkabidhi naibu katibu mkuu mwili wa kijana wetu Joshua Lloyd Mole ambaye aliuawa na Hamas, na mwili wake kuchukuliwa na kupelekwa Gaza. Tuangazie hapa Novemba 17 ambapo wahitimu wa kidato cha 4 595,816 waliweza kuanza mitihani ya kuhitimu elimu yao ya sekondari. Hii inaonyesha ni namna gani ambapo wanafunzi hawa wanaweza kumaliza hatua hii kuendelea hatua nyingine. Baada ya mabasi ya mwendo kasi kusitishwa kwa siku kadhaa, yaliweza kurejeshwa tena katika safari zake za Mbagala. Katika habari za kimataifa ni pamoja Afrika Kusini kuwa mwenyeji wa mkutano mkuu wa nchi 20 au maarufu kama G20. Katika mkutano huo tunaona namna ambavyo Marekani ilikataa kuweza kuhudhuria mkutano huo, ikikashifu na kukataa moja kwa moja kwamba Afrika Kusini haina uwezo wa kuweza kuhosti huo mkutano. Lakini katika mkutano huu wa kimataifa makubaliano yalikuwa tofauti. Pamoja na kwamba Marekani hakuweza kuhudhuria, tumeona Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron aliweza kutoa namna ambavyo anajisikia kutokana na Marekani kutokuhudhuria. Lakini Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa aliweza kuzungumza moja kwa moja kwamba Marekani kutokuhudhuria katika mkutano wa G20 ni kwa sababu ya itikadi zake mwenyewe na ni hasara ya Marekani yenyewe. Lakini vile vile Baraza la Umoja wa Mataifa liliweza kupitisha mpango wa amani huko Gaza. Katika michezo ya klabu bingwa tunaona muendelezo umeweza kuendelea hapa Tanzania. Dar es Salaam Young Africans ikiibuka kwa ushindi wa goli 1-0 kutoka kwa Azifar Rabati. Katika mechi ambayo imepigwa huko Zanzibar, tumeona namna ambavyo nyota wao ambaye alisubiriwa kwa muda mrefu sana bila kufunga, lakini siku hiyo akawa shujaa wa mchezo. Ule usemi wa kwa Mkapa hatoki mtu jana imeweza kuwa ndivyo sivyo, wengine wakifananisha na msemo wa wahenga ambapo mcheza kwao hatunzwi, lakini kwa jana imeweza kuwa tofauti kidogo baada ya mnyama Simba kuchezea kichapo cha goli 1-0 mbele ya Petro Atletico, na mnyama Simba ameweza kudondosha alama hizo akiwa katika ardhi yake ya nyumbani. Katika upande wa shirikisho, Singida Black Stars akapokea kipigo kutoka kwa Belouizdad goli 2-0, na huu ni mwendelezo tu wa michuano ya shirikisho, lakini tuna imani na Singida kwamba ataweza kufanya vizuri katika mechi ambayo ni ya marudiano ambayo itafanyika hapa nchini Tanzania. Kwenye upande wa michezo, Clement Mzize aliweza kuibuka na tuzo la goli bora la CAF. Tuzo hizi zilitolewa katika jiji la Rabat nchini Morocco, na tuzo hiyo iliweza kupokelewa na Engineer
Hearst baada ya Clement Mzize kuwepo katika matibabu. Kwa hiyo rais wa klabu hiyo aliweza kumwakilisha. Kwa upande wa Azam FC iliweza kupoteza alama 3 mbele ya AS Maniema, huu ikiwa ni mchezo wa shirikisho barani Afrika. Katika michezo ya kimataifa, Man City ameweza kupoteza goli 2-1 kutoka kwa Newcastle. Lakini cha kushangaza ni namna ambavyo Man City imekuwa na mwendelezo mbaya katika ligi kuu ya Uingereza. Lakini nataka nikwambie kingine ambacho kimevutia mashabiki wengi sana wa mpira ni Ronaldo kumtembelea rais wa Marekani Donald Trump. Katika ikulu ya White House walionekana watu wawili wakicheza mpira, lakini pia wakifurahia namna ambavyo kila mtu alionyesha kipaji chake. Wachambuzi wengi na wapenzi wa mpira wameweza kusema kwamba Ronaldo amekuwa na ushawishi mkubwa kiasi kwamba ana uwezo wa kutembelea ikulu yoyote ile, lakini pia katika ikulu akacheza mpira. Lakini cha msingi ni wewe kuendelea kukumbatia hii CF Media. Hapa utapata habari za michezo, burudani na kila aina yoyote tutakuletea kila siku. Ulikuwa nami Betha Biabato. Mimi ni wako Jackson Wilson na nyuma ya kamera ni Jacqueline, mtaalamu wa video.